Naam. Ndugu zangu wanahabari, kama ambavyo nimezungumza awali kwamba leo hii tunakwenda kwenye tukio kubwa la kihistoria katika timu yetu ya Tabora kwa kuingia mkataba wa miaka 5 na kampuni ya M4 Marketing kutoka nchini Nigeria, kampuni ambayo watakuwa ndio wadhamini wakuu wa timu yetu ya Tabora United. Nafikiri tumekuwa katika misimu miwili sasa, msimu wa kwanza ambao tumepanda ligi kuu na huu msimu wa pili. Tabora tumekuwa kwenye ligi pasipokuwa na sponsorship, na badala yake tumekuwa tukitegemea fedha za wadhamini wakuu wa ligi kuu, lakini pia Azam Media ambao ni wadhamini wa haki za matangazo, lakini pia na fedha kutoka kwa wakurugenzi wetu, kwa maana tunazungumzia Yusuf Kitumbo pamoja na Shaban Dama, lakini pia na sapoti kubwa ambao tumekuwa tukiipata kutoka kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Paul Chacha Matiku ambaye ni mkuu wa mkoa wa Tabora, lakini pia ni mlezi wa timu yetu ya Tabora. Kwa hiyo unaweza ukaangalia kwa namna gani ambavyo management tumekuwa tukipambana kuhakikisha kabisa kwamba tunafanya kila ambacho linawezekana. Jukumu letu sisi kama management kuona kabisa kwamba timu yetu inasafiri, mishahara inalipo kwa wakati, wachezaji wanakula, wanalala sehemu nzuri, lakini pia na mahitaji mengine ambayo wachezaji ambao walikuwa wanahitaji kuyapata. Tumekuwa tukitimiza wajibu huo kwa wakati huo ambao tulikuwa hatuna sponsorship. Lakini pia Tabora haina sponsorship. Katika msimu uliopita tumeweza kumaliza katika nafasi 5 za juu. Lakini pia Tabora ambayo haina sponsorship iliweza kununua basi la milioni 500, basi ambalo tumelitumia katika msimu huu mzima, msimu wa 2024-25 mpaka ambapo tumekwenda kumaliza. Kwa hiyo leo hii tunapokwenda kupata hii fursa ya kuwa na mdhamini wetu huyu M4 Marketing kutoka nchini Nigeria, tafsiri yake ni kwamba watu wameitazama kwa jicho la kipekee zaidi Tabora. Yaani mwekezaji anatoka Nigeria, anakuja kuwekeza katika timu ya Tabora United ambayo inashiriki ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara. Ni kitu kikubwa na tunapaswa kujivunia. Sasa Tabora ilikuwa haina mdhamini mkuu, imemaliza nafasi ya 5 msimu huu. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba na imekuwa ina basi zuri. Kwa hiyo kupitia mdhamini huyu tunaamini, kupitia na uwekezaji huu mkubwa ambao umekwenda kufanyika, tunaamini kabisa kwamba msimu unaokuja Tabora tunakwenda kuwa timu tishio. Na ndio maana nilikuwa naambia waandishi wakaanza kunichekesha. Niliwaambia Tabora tumetenga bilioni 5 kwa ajili ya kufanya usajili. Na sio kwamba tunatania, ni serious issue. Kwa maana hizo bilioni 5 zinatoka wapi, tunafanya nini? Ndio hivi sasa tumeanza. Na sio udhamini huu tu peke yake. Bado tuna watu wengine, tuna request nyingine ambazo watu wanatamani kuja kuwekeza katika timu yetu ya Tabora. Kwa hiyo tunaamini msimu ujao Tabora tutakwenda kuchukua ubingwa. Yaani tulikuwa hatuna mdhamini, tumeweza nafasi 4 za juu na tumefanya vizuri sana. Tumefanya vizuri mno. Kwa hiyo tukiwa na mdhamini sasa, fikiria Tabora haina mdhamini lakini imefanya vizuri msimu huu uliopita. Kwa hiyo this time tuna huyu M4 Marketing. Tunakwenda kufanya kitu kikubwa. Wale ambao wanachukua ubingwa mara 4 mfululizo, wale ambao wanasema sijui hatuchezi mpaka waonee huruma, ndio wanakwenda kuingia uwanjani. Tafsiri yake ni kwamba sisi Tabora sasa tunapokwenda katika huu udhamini, tuna uhakika hakuna timu itakuja uwanjani. Na hisi tutakuwa kuna vikao, lazima vikao vitakuwa vinafanyika kwanza ndio timu iambiwe haya nendeni mkacheze. Lakini tofauti na hapo, kwa sababu tunajua tuna uwezo wa kusajili wachezaji wazuri zaidi ya wale ambao tulikuwa nao msimu uliopita. Sio kwamba wale hawakuwa wazuri, walikuwa wazuri, na ndio maana tumeweza kumaliza nafasi 5 za juu. Kwa hiyo msimu huu kwenye hiyo bilioni 5 tutakwenda kubomoa vikosi vyao pia. Yaani tuna wachezaji wao ambao kwao wanaona ni potential. Tunakwenda kuwachukua. Kwa sababu mchezaji mwenyewe ukimwambia kwamba mkataba huu hapa sasa na Tabora, alafu anaangalia kabisa kwamba kuna 4M Market wako hapa wamekwenda kuwekeza, tafsiri yake anajua kabisa kwamba atapata fedha yake nzuri na ataenjoy maisha kama ambavyo Tabora tumekuwa tukienjoy katika misimu miwili, lakini sasa hivi tunakwenda kuenjoy zaidi kuliko misimu miwili ambayo tumetoka. Kwa hiyo katika mkataba huu
Jukumu kubwa ambalo tunalo sisi ni kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri, lakini pia na wadhamini wetu wameingia, yani nikisema wameingia mwili mzima wanaelewa. So mtu kaingia mguu mmoja ndani mguu mmoja nje, au kesho na kesho kuta unamwambia mtu hapana, hauwezi kuendelea, ama anasema hawezi kuendelea na Tabora. Hapana, kwa sababu wameangalia vitu vingi na kuona ni timu ambayo ipo kwenye misimu miwili, lakini imekuwa na uwezo mkubwa. Kwa hiyo akaona ni heri tuende tukafanye kazi na Tabora United, tuweze kupush timu iweze kusonga mbele zaidi, lakini na wao pia waweze kujitangaza. Tabora hatujawahi kushindwa kusafiri. Yaani Tabora hakuna siku ambao mchezaji amesema kwamba leo siendi kucheza, ama leo hatutoki Tabora kwenda Iringa, au hatutoki Tabora kwenda Moshi, kwenda wapi si kwenda wapi, haijawahi kutokea. Kwa maana ukisema kwamba mchezaji anaweza akagoma, kwa sababu swala linalokuja hapa, kwanza anagoma kwa sababu gani? Na mchezaji anaanzaje kugoma mechi za mwisho, hali ya kuwa tumeanza msimu mwaka jana mwezi wa 8. Kwa zile taarifa tulikuwa tunaziona, lakini unajua siku hizi ili upate followers lazima uizungumzie Tabora vibaya. Yaani huwezi kupata followers kama hujazungumzia Tabora United vibaya. Yaani ni lazima leo hii uibuke na la kwako, kwa sababu Tabora ni special team. Yaani sisi ni special sasa hivi. Umeelewa eh? Yaani ndio nilikuwa nawaambia sisi ni level ya kina Ahali huko, Mamelodi huko. Yaani sisi ndio level yetu. Kwa hiyo sasa inapokuja mtu ili aweze kwenda mjini, anaangalia Mamelodi ikoje, alafu anakuja kukompea na Tabora. Kwa hiyo lazima izungumzie tofauti Tabora ili aweze kwenda mjini. Lakini sisi hao watu tumeshaanza kuwashughulikia. Hatutaki kutoka public tukasema kwamba tutamshughulikia mtu kwa style hii na hii. Hapana. Tumeshaanza kuwashughulikia, na sio kwamba eti tunawachekea. No, tunawashughulikia ili wawe na discipline. Hata kama unataka kupata followers kupitia Tabora, omba kibali kwangu. Sawa? Yaani omba kibali. Bwana leo nataka kuichafua Tabora. Sasa uone kama tunaweza tukakuruhusu ama la. Kwa sababu sisi tumejenga hii brand kwa muda mrefu. Na ndio maana watu wanatoka Nigeria wanakuja kuinvest na Tabora. Vifaa tiba kutoka Robi One Pharmacy. Tumaliza naye msimu, na msimu huu pia tutaendelea naye. Kwa hiyo anapoingia mdhamini huyu mwingine M4 Market, anakuja na yeye pia kuongeza idadi ya kina Robi One Pharmacy ambao wamekuwa wakitusupport kuanzia msimu umeanza mpaka tunakwenda kumaliza. Lakini sio peke yake. Tunaamini sasa na tunaalika, na tumia nafasi hii kualika makampuni mengine. Kama ni kutoka Nigeria huko, kutoka South Africa, kutoka Uganda na hapa Tanzania, sisi tunawaalika waje waweze kufanya kazi na Tabora, kwa sababu ukifanya kazi na Tabora ni sawa umefanya kazi na Al Ahly, umefanya kazi na Mamelodi. Na wewe kama unataka kutambulisha bidhaa yako, tunaamini bidhaa yako itakwenda kutangazika vizuri na hautokuwa na kipengele chochote. Nikija katika thamani ya mkataba ambao tumesaini, hata tukasema kwamba tumesaini mkataba wa kiasi gani. Nafikiri sisi Tabora tuna policies yetu ya namna ambavyo tunaendesha klabu. Hatutaki wale wanaoongeza sifuri mbele. Mtu amesaini mkataba wa milioni 500 na kwambia amesaini mkataba wa bilioni 5. Kwa hiyo sisi hatutaki kuwa hivyo. Sisi tuko real. Kwa hiyo ndio maana kwamba hata kwenye mambo yetu mengi, si mkataba mchezaji miaka mingapi amesaini nini, sisi tumechagua kuto kuweka kwamba figa kwamba sisi tunasaini mkataba wa bilioni 5, bilioni 10. Huo sisi hicho kitu kwetu sisi tumesema hapana. Kwa sababu kwenye mikataba pia kuna kila kitu ambacho kimejieleza. Kwa hiyo sisi klabu pamoja na wahusika, kwa maana hao wawekezaji wetu M4 Marketing, wao kwenye mikataba yetu ambao tumesaini tunajua kabisa kwamba tumesaini kiasi gani, na katika conditions zetu za kwenda kuongeza kwamba wao tumekubaliana nini, kwamba sisi tutakapofikia hatua gani, asilimia gani ambayo tuko nayo. Kwa hiyo na wao watakwenda kuongeza asilimia. Kwa hiyo ni sawa kama unasaini mkataba na mchezaji. Bwana, ukifanya performance yako vizuri, sisi ukifunga goli moja kila goli tutakuwa tunakupa milioni 5 au milioni 10. Lakini hatuwezi tukaja public tukasema kwamba Makambo tumemwambia akifunga goli tutamlipa kiasi fulani. Kwa hiyo ile inakuwa inabaki kwake yeye pamoja na sisi klabu. Kuhusiana na kwamba condition ama tumekubaliana vipi kwenye mkataba, inapokuja kwamba mdhamini mkuu wa timu ile anakuwa general, lakini kuna maeneo ambayo pia bado sio kwamba tunawafungia watu wasiwezi kuja kuwekeza na Tabora. Kwa maana unaona hii fulani imevaa hapa, amekaa M4 Marketing, si ndio? Kwa hiyo tunahitaji mwingine wa kukaa hapa, tunahitaji mwingine wa kukaa hapa, tunahitaji mwingine wa kukaa hapa, tunahitaji mwingine wa kukaa hapa. Na kila mmoja anayekaa hapa tunampa condition zake, lakini pia anayekaa hapa mgongoni tunampa condition zake, na anayekaa hapa tumboni pia tunampa condition zake. Kwa hiyo kila mmoja ambapo anakuja
tunakuwa tuna vitu ambavyo kwetu sisi tumeelekeza kwamba tunahitaji atuongeze katika idadi ya mishahara au katika kiasi cha mishahara. Kwa maana si Tabora kwa mwezi mishahara yetu sisi ni milioni 100. Yaani tukianzia wachezaji, staff pamoja na benchi la ufundi, milioni 100 kwa mwezi ndio tunatumia si Tabora mishahara. Hapo timu haijasafiri, bado haijakuwa kempu na bado haijaenda wapi. Lakini pia kingine ambacho nimesahau ni kwamba mdhamini wetu huyu mkuu ambaye tumeingia naye pia tuna project naye ya kutujengea uwanja mkubwa kabisa. Lakini pia project nyingine katika ule uwanja kutakuwa na hosteli za wachezaji, kutakuwa kuna uwanja wa mazoezi, lakini pia kutakuwa kuna uwanja mwingine wa mechi. Lakini pia katika swala zima la timu za vijana pia tunakwenda kukuza timu za vijana kwa maana tuna under 17 lakini pia tuna under 20. Kwa hiyo mdhamini wetu mkuu anakwenda kuengage katika hayo maeneo. Lakini pia sio maeneo hayo tu na maeneo mengine kwa ajili ya kufanya kwamba timu yetu ya Tabora inakwenda sasa kuwa timu bora zaidi. Ni bora, sio kwamba sio bora, ni timu bora, ila tunakwenda kuongeza ule ubora zaidi ya hapa tulipokuwa. Kwa sababu lengo ni kuhakikisha kila kitu ambacho tunachokihitaji basi tunacho kwenye malengo yetu kwamba mathalan tunataka msimu ujao twende tukamalize nafasi 4 za juu aidha tuchukue ubingwa. Na tunajua msimu ujao ubingwa tunakwenda kuchukua. Tunakwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Michuano ya kimataifa ni lazima uwe na finance, yani pesa uwe nayo. Tofauti na hapo unaweza kushangaa unaenda unarudi kama wale watu wengine. Kwa hiyo tunakwenda kujenga katika msimu wa namna hiyo. Yaani sisi situation yetu inakuwa hivi. Kwamba Tabora na ni lazima msimu ujao tukashiriki mataifa. Yaani lazima. Mwaka huu mimi nimetengeneza kabisa passport. Nilichukua passport ya kwangu pamoja na mwanangu Avie. Lakini hatutasafiri kwenye timu kwenye mashindano sasa kimataifa. Badala yake mimi na mwanangu tutakuwa tunaenda kama picnic za kwenda kupumzika, kwenda kutembea. Lakini sasa kwenye msimu ujao tuna uhakika tunakwenda kushiriki michuano ya klabu bingwa. Kama tumekosa zaidi basi michuano ya kombe la shirikisho. Lakini lazima Tabora twende kimataifa msimu ujao. Lakini sasa tunaendaje? Ni lazima tuwe na investment kubwa ili tuweze kwenda kufanya vizuri. Lakini kuhusiana na swala zima la ripoti, nafikiri ripoti ya kocha tunakwenda kuipata Jumatatu. Tutapata ripoti ya kocha na katika ile ripoti ndio tutajua tunaondoka na nani. Sawa Kwa sababu tunakwenda kwenye usajili mkubwa. Tunakwenda kuanza msimu mpya. Kwa hiyo kwenye kuanza msimu mpya lazima tuwe na focus. Na focus yetu sisi tumeshasema ni kwenda kuchukua ubingwa na michuano mingine yote kwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo hatuwezi kufanya vizuri kama hatujafanya usajili mzuri. Kwa tutakwenda kufanya maboresho kwenye benchi letu la ufundi. Tutakuwa na benchi la ufundi kubwa la kisasa kabisa ambalo linaendana na thamani ya bilioni 5. Tunakwenda kutafuta wachezaji wazuri. Haimaanishi kwamba wachezaji tuliokuwa nao sio wazuri, hapana. Ni wachezaji wazuri na ndio maana wameweza kutufikisha nafasi ya 5. Kwa hiyo tunahitaji tuongeze nguvu ili kwenye nafasi ile ya 5 basi tukafanye makubwa kwa maana ya kwenda kuchukua ubingwa au kumaliza nafasi 4 za juu. Kwa hiyo kwa wachezaji ambao tuna wachezaji nusu wachezaji wengi wanamaliza mikataba. Kwa hiyo wale ambao wanamaliza mikataba yao kama klabu tunaona kabisa kwamba ripoti ya kocha imesema labda kwamba tunahitaji katika hawa 5 wanaomaliza mikataba basi 3 wanatakiwa wabaki. Tutawabakiza. Kama hao wengine wanatakiwa kocha amesema kwamba bwana hawa hatuhitaji kuendelea nao, tutawapa nafasi ya kuondoka. Lakini na wale ambao mikataba yao labda inakwenda ukingoni, pia kwenye hii bilioni 5 tunakwenda kuwaongezea tena. Lengo ni kwamba tuwe na wigo mkubwa. Mimi nawaambia si watanii, tuombe Mungu atufikishe tuwe wazima. Kwa wazima kwa maana nikiwa Christina Mwagale na afya njema na nyinyi waandishi wa habari mna afya njema. Msimu ujao 25-26, yani nyuki wa Tabora. Nikisema nyuki ya kumbatiwi ni ya kumbatiwi kweli. Yani mtu akija Ali Hassan Mwinyi haondoki na kitu zaidi ya kuondoka na madumu ya asali. Tukisema tunaenda kuna timu tulimfunga kwao pale Yanga Africans. Wamechukua ubingwa Yanga msimu huu. Tunawapongeza, lakini katika ubingwa ambao wamechukua wajua kabisa kwamba Tabora tulishawafunga kwenye ule ubingwa wao. Yani sisi tulishawafunga. Na hii haifutiki. Yani haifutiki. Kwa hiyo wanaposema wamechukua ubingwa, waambieni kabisa Yanga Africans. Wao wanazungumza tuliwahi kuteswa na Tabora United. Yani hilo wasiacha kulizungumza kwa sababu wasipozungumza wanatukosea. Kwa sababu ndio timu pekee katika msimu wa 2025 au tangia ligi imeanza. Ukiacha zile dabi zao wanazo nani zile, wanazofungana, sio sema wanafungana, sijajua huwa inakueje kwenye zile dabi zao. Hakuna timu ambayo imeweza kuyafunga goli 3-1 tena wakiwa nyumbani kwao. Kwa hiyo waambieni wanapokunywa supu, wanapotembea,
waandike, wajua kabisa kwamba tuliwahi kufungwa na Tabora. Yaani sisi haifutiki. Yaani haifutiki. Na kwanza hawana nguvu ya kushangilia ubingwa. Sawa? Yaani hawana, yaani kwanza watakiwa hata kushangilia. Na ndio maana wamepooza, kwa sababu kule kupooza ni kwa sababu ya kufanya nini? Wanakumbuka tumechukua ubingwa lakini tumefungwa na Tabora. Kwa hiyo wakati wanachukua ubingwa wanashangilia, leo wamekunywa supu ya nini na nini huko, hata wakinywa supu ya bata, wakinywa supu ya nyuki, lakini mwisho wa siku lazima wawe na kumbukumbu. Na mimi nitakuwa nawakumbusha kila siku, sisahau kwamba kwenye ubingwa wenu nyinyi tuliwafunga. Na sisi kwenye nafasi yetu ya 5 ambayo tumeweza msimu huu, Yanga katuchangia pointi 3 na magoli 3. Kwa hiyo msimu unaokuja Yanga atatuchangia pointi zote 6 na magoli ambayo yatakuwa na idadi yake. Yaani hakuna rangi ambayo wataacha kuiona.